Yes, mtazamaji ambaye unaniangalia sasa hivi ni muda mwingine tena tunakutana mimi na wewe hapa, na hii ni time ya exclusive interview. Na leo nipo na mkurugenzi wa Tambuu Motors ambaye ni rafiki mkubwa sana wa Doto Magari. Sasa mambo ni mengi sana ambayo yanatokea, mara tunaona tena huko mitandaoni umezua hili, mara Doto anamsema hivi, mara Isa anamsema hivi, lakini finally niko naye leo hapa na tutaweza kupiga story. Na story mpya sasa hivi mjini ni kuhusiana na simu ya aina ya iPhone 17. Mengi sana kupiga story, lakini ningependa tuanze na hili hasa. iPhone 17 ndio story mpya mjini. Sasa hivi kila mtu ananunua, anamlinkishia mwenzake kuonesha kwamba bwana tuna uwezo wa kununua simu yenye thamani milioni 6. Kwanza zile tambo za Doto zimekuumiza kwa namna yoyote yeye kununua iPhone 17? Na inasemekana kwamba sio kwake, ile hajanunua kweli. Sana hela kununua simu hiyo bwana. Labda kanunua kwa maneno. Kama kwa maneno sawa. Sasa amekupigia pale bwana Isa, utaniambia nini iPhone 17 hapa hivi? Achana na kichaa yule ana hela hiyo. Sawa, unaongeleaje hasa ili toleo jipya la iPhone 17? Naona hapo na 6 Pro Max kitu kama hicho. Naona mpaka sasa hivi bado hujamiliki 17, bado hajakuvutia. Kila mtu anapost mitandaoni. Si unajua mimi sio mtu wa kubadilisha sana masimu. Nadhani tu sijataka simu. Yaani haijanivutia, haijanishawishi. Okay. Lakini naona ni simu nzuri. Ukiona kuna uhitaji wa kubadilisha tabadilisha. Nikiona ina uhitaji sitabadilisha. Ndio. Sawa. Kuna watu ambao wanaposti mitandaoni na kujitapa, bwana mimi nimeweza kumiliki hii, nimeweza kununua hii. Na wengine wamekuja na comment kwamba wamesema hasa kwa watoto wa kiume, haiwezekani ukanunua iPhone 17 ukaanza kujitapa kwenye mitandao. Yaani kwa mwanaume hutaki kujisifia ukiwa na iPhone 17. Wewe kwako hiyo unadefine vipi? Ni sawa, sasa kisimali yake bwana. Mtu bwana hawezi kumkataza kwamba asizungumze mali yake. Kama mtu mali yake kaipenda basi mwache azungumzie. Ndio. Hawezi kusema sasa mali ya mtu Kwa namna nyingine unakuwa unaona watu kuposti labda kujitapa kwamba ameweza kununua iPhone 17 ni kuonyesha umati kwamba wanaweza, au ni zile mbwembwe za mitandaoni kwamba wana fake life? Hamna, so mimi sidhani kuna ubaya mtu amema kuposti mali yake bwana. Kwa hiyo kusema tu ile nini anapenda. Lakini nadhani mambo yake akifanya mwanamke atakuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo na mwenyewe una support hasa kama mtu amenunua simu iPhone 17 mwanamke akijisifia ndio inakuwa vizuri. Sawa kabisa. Sasa iPhone 17 ya nini? Sasa milioni 5 la. Kitu cha kawaida hicho. Kawaida kabisa. Kwa hiyo mimi sidhani kama ina umuhimu wa mpaka kuielezea. Sawa. Tajiri bwana, tunaweza kuona umeweza kuposti bwana, ulialika watu wengi sana hapa. Ukatangaza bwana nachoma kenge, nachoma panya na vitu kama hivyo. Na watu wakaja, tulikuwa na Jose Mlavicho. Watu wakawa wanajiuliza hivi kenge kwa dini ya Kiislamu wanaruhusiwa kula, na ilikuwaje kupata mafikirio bwana njoo nichomee kenge ni mle kenge? Na ndio ilikuwa mara yako ya kwanza au una experience yote na nyama za pori? Unajua ndo maleto ya kwanza. Mimi najua napenda sana wanyama, kwa hiyo nilikuwa nikiangalia content za Joseph anapenda sana wala jamaa bwana achua kenge anafanya nini. Kwa hiyo nikafanya research ya dini yetu inaturuhusu kabisa kula kenge. Yaani kenge si haramu kwenye Uislamu. Kwa hiyo ikabidi nichukue kenge tufanye sasa majaribio, lakini ni kitu ambacho kilipokelewa kwa ukubwa sana. Yaani ni kitu ambacho imepata content kubwa sana. Ukiangalia kwenye Instagram yangu na viewers zaidi ya milioni 1. Kwa hiyo ukiona video imepata viewers zaidi ya milioni 1 maana ilikuwa ina mapokeo makubwa sana. Kwa hiyo tulifurahi. Tunajua sisi kama kawaida yetu bana, weekend hatuna pa kwenda. Tukakaza zetu tukapiga zetu kenge na chips balaa hiyo. Na yani hata mwenye usuli kwa hapo hapa. Naona na panya pale pia. Na panya aliungiwa, panya alikuwa kichombezo kinyongeza. Ulijigunduaje sasa kwamba Kiislamu labda sio najis tunaweza tukala na vitu kama hivyo? Ulipiga simu kwa shehe au ulifuata kwenye mambo ya vitabu vya dini huko ukaweza kuangalia vizuri labda? Dini si shehe, sina sheria. Unasoma, unaangalia nasemaje. Kila kitu kimeelekezwa. Kwa tulivyojiridhisha hatuvunji sheria yoyote, hatuvunji sheria ya nchi, lakini hatuvunji sheria ya Mwenyezi Mungu, basi tukaweza kufanya hivyo. Inasemekana bwana Doto hakuweza kushiriki yule kenge kwa kumla. Hasa alikuwa na hofia nini? Alikuwa anaogopa labda kwa kuwa hajawahi kumla, au ni kitu gani ambacho kilichomfanya kuweza kula siku zile? Kenge anamuogopa sana. Kumsogelea tu kwa hawezi. Unaona video ya kwanza nimepost anasema hiyo nini jamani? Yuko mbali anatetemeka. Anaogopa, kwa kifupi aliogopa sana. Lakini yeye aliishia kuangalia tu. Kwa alishiriki kwa njia ya kuangalia. Kwa sababu ya uoga tu, kuogopa kenge ndio maana hajala Doto. Uoga sana. Mjanja wote ule kwenye mitandao. Uoga sana. Bwana. Sawa. Ukiachana na mambo ya kenge bwana, tunaweza kuona baadhi ya content zako zinakuwa zinaenda sana. Unakuwa unatumia kitu gani? Una promote, unalipia matangazo au unakuwa kuna mtu ambaye anakusaidiaga kuposti bwana Isa ukiposti tukio hili lazima liende? Ni technique gani hasa ambazo unakuwa unatumiaga katika kuposti?
Nafikiri unajua mimi ni mtu ambaye na post tu. Mimi nikiona kitu kinavutia kwenye jamii kitakwenda, mimi nakipost, lakini hamna hata kimoja ambacho nalipia. Kwanza mimi hata kulipia matangazo sije. So lakini kiko cha kulipia si mnakiona pale, kinakuwa kina sponsor kimeandika. Kwa hiyo tunatumia. Sisi tunawashukuru sasa Watanzania. Mwisho wa siku Watanzania ndio wanayekupokea. Ukiona kitu chako unakiweka kwenye mitandao na kinapata mapokeo makubwa, ni Watanzania ndio wameamua kukuunga mkono. Kwa sisi tunawakaribisha sana, tunafurahi sana wanapotuunga mkono. Content yako ya kuchoma kenge ambayo ulialika watu imeondoka sana. Unaweza kuelezeaje nyama ya kenge kwa mara kwanza ulivyoila? Ladha yake ikoje? Ni inafanana na mnyama gani? Unajua nyama sasa ikiwa haijapikwa hivi unaiona ndio unajua sasa nyama ya kenge. Lakini kisha kaangu hujui chochote. Yaani pengine hata ushakula kenge. Nakwambia tena kwa sababu sasa kani koko tunakwenda kwenye migao tunajua ni kitu gani kimechinjwa. Kwa sababu haina tofauti na ladha tu kama nyama kawaida, unakula unashiba safi kabisa. Kwa hiyo huwezi, yani ni ile tu kwamba unaambia hii kenge, lakini hauwezi kuitofautisha kisha katwe imekaangwa imewekwa pale. Huwezi kutofautisha. Ulivyoila nyama kenge ulifananisha kabisa na ladha ya mnyama gani? Ni nyama kama nyama tu, kuku nini ziko hivyo. Kama kuku fulani. Haina shida yote. Lakini nasikia panya hukumla kabisa, ukutaka kabisa kumsogelea hukumdambua hata kidogo. Kisha kwenye mbuzi huku na kenge. Sasa panya sikujiridhisha kwenye dini ikoje, sikujiridhisha kwenye mambo ya afya ikoje. Kwa hiyo huwezi kula kitu kabla hujajiridhisha dini na afya. Sababu kuna makabila mengine unajua Isa wanakula panya huko, mambo watu wa kusini huko. Sasa ndio mimi kwangu ni kwa sikupata uhakika. Kwa lazima ujiridhishe kwanza dini inasemaje. Lakini afya nayo inasemaje. Ukipata kujua vyote sasa unaweza kaendelea. Sawa, lakini katika panya na kenge pamoja na vichwa pale vya mbuzi, watu walienjoy sana nyama ya nani ambao walikuwa wanasifia mara kwa mara? Watu walisema kenge mtamu kuliko hata manani mavicho ya ng'ombe yale. Unajua alikuwa kuna vichwa vya ng'ombe, kuna vichwa vya mbuzi. Lakini nadhani kila mtu alikuwa ameenjoy sana kwenye nyama ya kenge. Na ile ndio ilikuwa ya kwanza. Kwanza walibeba walikimbia. Alichukua alikimbia, yani alikimbia. Nikamwambia sasa ndugu yangu, unataka kala umle mwenyewe kenge, ndo akaulisha tukaanza kukatiana vipande sasa. Kila mtu naye apate. Sawa. Isa, nataka tumalizie hili ambalo niliona kupitia page yako kabisa. Uliweza kuposti clip ambapo ukiwa nyumbani kwako na sijui hii unakuwa unatafuta nafasi kwa Lamata akuone kwenye sekta ya uigizaji huku. Tunaona utupostia clip tofauti tofauti ukiwa unafanya maigizo fulani. Tunajua pia unapenda create content. Mmoja clip ambayo uliposti ukiwa na mfanyakazi wako, ukiwa unamkolomea, mbona hujaosha magari na vitu kama hivyo, ukiwa umeshikilia mabunda ya pesa, lakini kwa wajuzi wafukufuku wa mambo tuliangalia ile video vizuri na tukaizoom, tukaona bwana hapa kwenye kiuno chako hapa kaka umechomeka mguu wa kuku wenyewe watoto wa mjini wanakuita. Kwa namna nyingine unaweza kusema ulikuwa una bastola pale kiunoni. Watu wakasema labda huenda Isa ujue na mali nyingi anajilinda au salama wake binafsi. Comments zilikuwa hapo pia pale. Labda unaweza ukatuambia vipi tuwe tuna hiyo tafsiri kwamba Isa anatembea na bastola sasa hivi, na ulivyokuwa umerekodi ile clip ulikuwa umejisahau labda au ilikuwa? Labda waliona vibaya au waliona ilizi nini? Ilizi mambo ya kubusu nyoka anasema Doto. Kwa mambo ya kubusu nyoka, lakini hamna. Sasa Mwenyezi Mungu si yupo bwana. Mwingine labda shati likikaa baba, mimi si niko hapa, shati yangu ile hapa. Hamna cho. Sio na mtangaza niko na mimi. Shati ndio hiyo. Lakini comment uliziona kwenye post. Kwani walielekeza labda ni shati tulipekaa vibaya, lakini sidhani sisi. Tunajua sidhani, lakini Mwenyezi Mungu si ndio tunatakiwa tumtegemee. Mambo ya masilaha tena, Tanzania nchi huru hii bwana. Mambo ya masilaha ya nini? Unajua kufikiria kumiliki silaha labda? Sijawahi kufikiria. Ya nini sasa? Na wala haumiliki silaha. Sijawahi kufikiria wala sina issue nayo. Silaha ya nini? Silaha ni silaha si mateso. Silaha kubwa Mwenyezi Mungu Allah ndio silaha kubwa. Chakuwa na Allah wewe una shida. Inasemekanaga bwana watu wanaomiliki mali kwenye engo fulani lazima atakuwa na ulinzi binafsi. Yaani hivyo ni vitu vya kawaida. Tuliweza kuona ile tukio kwa Dogo Janja. Tulikuwa hatuna taarifa nao, lakini baada ya kuvamiwa tukasikia hizo taarifa. Ni kitu kizuri, lakini mimi bado. Labda tusubiri siku nikivamiwa sasa. Tuone Mungu anatendaje nani? Mungu anatendaje miujiza. Basi sawa ndugu yangu. Kwa kumalizia Isa Tambuu bwana, unajua una mashabiki wengi sasa hivi na tumeweza kuona Doto anatutambulishia wasanii kila siku. Siku hizi kwa Tambuu hapa imekuwa kama chuo cha kuwapeleka wasanii mjini. Inabidi wapeke kwa Lamata tu kwa sababu umeniambia mimi nafahamia natengeneza content. Mtu mwingine unaweza kumwambia mimi natengeneza content watu wanifuatilie. Lakini unaniambia hiyo unaniambia ndo ni kitu ambacho nimekifanya. Kwa nini natengenezaga content? Lakini nashukuru Mungu na content zangu zinakwenda. Kwa mfano hiyo content ulioifanya uliosema kama naigiza hivi. Unajua imeenda sana. Kwa sisi ndo lengo letu. Unajua haya sisi tunaendesha kwa kifupi makampuni haya yanahitaji kutangazwa. Kwa hiyo usipokuwa mbunifu itahitaji tuna utoe mahela mengi kwa ajili ya kutengeneza matangazo. Sasa utafute ma influencer au utafute nani walipe ili waweze
kutangazia. Kwa hiyo ukiona sisi tunafanya wenyewe inatusaidia. Kwa pale unadhani ile content kama ile ningemtafuta mtu ningetoa bei gani? Si lazima ningetoa milioni 3, 4, milioni 5 bana nishutia hiyo. Lakini nimeifanya mwenyewe na imekwenda kwa ukubwa sana. Na pengine hata angefanya yeye isingekwenda kama nilivyofanya mimi. Unaelewa eh? Hata angefanya yeye isingeenda kama ningefanya. Kwa bado ingekuwa pia ni hasara. Lakini mimi nimetengeneza content imekwenda, imepata viewers wengi sana, imepata kila kitu, kwa hivyo imekwenda vizuri sana. Kwa hiyo tunawashukuru ambao wanatunga mkono washikaji zetu, wanatumia bando, wanatumia muda wao, kitu kizuri sana unajua eh. Kwa mimi sina zaidi ya kusema asanteni sana. Lakini tunawakaribisha sana Tambuu Motors. Lakini kuhusu Doto na wasanii wake, si tumfanyaje yani kwa sababu wanamshinda. Leo asubuhi wamekuja 20, tumenunua ubwabwa kilo 1 au toshi yani hivi tabia inasemekana kwamba wasanii wakifuata Doto wanamkuta Doto hayupo mara nyingi. Kwa hiyo wewe ndio unakuwa unawahudumia, unawalisha. Inakuwa inakuumiza? Hii ni umizi, sio binadamu tu kwa kitafanya kile anipa mzigo jamani ataniua huyo. Kwani Doto mpaka sasa hivi na wasanii wangapi ambapo hatumuelewi? Bwana kuuna wengine wanaokuja na kuondoka hawana idadi. Sisi mmekuta wengine wale pale wamekaa wale pale. ST Bongo, nyumbani kwanza.